Yesu Kristo. The today Mass is offered by Farida Hamza. She thanks God for all His blessings on her and her family as she celebrates her birthday. She prays that God will continue to bless the work of our hands. So we pray that she may get the blessing of God always in her life. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu iwe nanyi nyote. Upendo wa Kristo, tumsifu Yesu Kristo. In today's Gospel, Jesus is telling us that if we see Jesus, we also see God the Father. And if we do anything in the name of Jesus, that we are doing for God the Father. So that way, we pray that we may see Jesus and God the Father in our daily life as we continue with our daily work. The work, whatever we are doing, we may do it for the name of God and for the greater glory of God. Ndugu zangu, tuzite dhambi zetu, tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu na kumgamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Ye Mungu uliye uzima wa waamini, utukufu wa unyenyekevu na heri ya watakatifu, sikiliza kwa wema dua zetu sisi tuombao. Utujaze daima neema yako sisi wenye hamu ya kutimiziwa ahadi zako. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. First reading. A reading from the Acts of the Apostles. In those days, the word of God grew and multiplied,
And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their mission, bringing with them John, whose other name was Mark. Now in the church at Antioch there were prophets and teachers: Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a member of the court of Herod, the tetrarch of Saul. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. So, being sent off by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews. The word of the Lord. Let the people praise you, O God. Let all the people praise you. Let all the people praise you. O God, be gracious and bless us, and let your face shed its lights upon us. So will your ways be known upon earth, and all nations learn your salvation. Let all the peoples praise you. Let the nations be glad and shout for joy. With uprightness you rule the peoples. You guide the nations on earth. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. May God still give us his blessing, that all the ends of the earth may revere him. The people praise you, O God. Let the people. Acclamation. I am the light of the world, says the Lord. He who follows me will have the light of life. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. At that time, Jesus cried out and said, "He who believes in me, believes not in me, but in him who sent me. And he who sees me, sees him who sent me. I have come as light into the world, that whoever believes in me may not remain in darkness. If anyone hears my sayings and does not keep them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. He who rejects me and does not receive my saying has a judge. The word that I have spoken will be his judge on the last day. For I have not spoken on my own authority. The Father who sent me
has himself given me commandment what to say and what to speak. And I know that his commandment is eternal life. What I say, therefore, I say as the Father has bidden me. The Gospel of the Lord. Thanks be to Christ. In the beginning of the Gospel, today's Gospel, Jesus tells, "He who believes in me, believes not in me, but in him who sent me. And he who sees me, sees him who sent me." So it shows that whatever we are doing directly to God the Father. Even the health these days, what we are doing for the humanity, this is directly we are doing to God the Father. I was also taken up in these days. These days, many people are helping in different ways for the poor. Some, we may know it, how they are helping, and there are many people we don't know, but they are helping the others to live their life. Because in these days, some they don't have any food to eat. So many people in the world, even in Kenya, even in Kiambeni, so many people are helping the others. So first of all, I wish everybody that God bless you all, because you are doing a wonderful work, a great work, and you are doing the work of God in your life. So God bless you all once again. And as I told, I was also impressed by the way some people are helping. One day it happened that one poor mama came, and she came with a small bag in her hand, and she told, "Father, this is the help from my part to the needy." And to see that mama, she was not even well-to-do, maybe an ordinary, very, very ordinary, maybe she's also living in a very poor condition. But from her part, she gave something for the needy. So that incident, that gesture to help others, that touched me really. So whatever we are doing these days, we are not doing to the humanity, but we are doing directly to God the Father. So my dear brothers and sisters in Jesus Christ, as Jesus is telling, whatever I am doing or whatever I am telling, it is not that I am doing, but the Father who commanded me to do, I am doing. In the same way, whatever we are doing now, we are not doing to the humanity, we are directly doing to God. So I bless and wish all of you to continue to do the good things in these days, because people are suffering. So continue to do the good things, and God will reward you. And God is watching, and God will reward you. Tum Spes Christo.
Swali dogo ni sadaka yangu na yenu. Kubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu kwa jina lake, pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake na watakatifu. Ni Mungu umetushirikisha umungu wako mkuu katika kushiriki sadaka hii takatifu. Tunakuomba utujalie tufuate kwa mwenendo mema yule ukweli wako kama tulivyojua. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni wema na haki tukutukuze kila wakati ye Bwana, lakini hasa wakati huu kwa shangwe kubwa zaidi, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Kwa maana mambo ya zamani yalipokwisha karibika, yote yalitengenezwa upya, nasi tukapata kupona kabisa katika Kristo. Na kwa sababu hiyo watu wote wanatukuza sikukuu ya Pasaka kwa furaha kubwa popote duniani, na malaika wote wa mbinguni wanaimba wimbo wa kukutukuza wakisema bila mwisho. Ni Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote. Tunakusihi usitakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, litakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani. Kwa hiyo, ye Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake Mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia kusimama mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye kwa jambo moja sisi tunashiriki mwili na damu ya Kristo. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, tukamilishe katika upendo. Sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Martin na watumishi wako wote, wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee pia nuru ya uso wako. Tunakuomba waturumie sisi sote, ili tustahili kushiriki uzima milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume mwenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu, Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema, amani maishani mwetu, utuvushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusikadishwe na jambo lolote, tungoje kwa matumaini kurudi kwake Mkombozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mtume wako, na wacheni amani, na wapeni amani yangu. Tutazame dhambi zetu, ila imani ya kanisa lako, ulijali amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako. Tunaishi na kutawala daima na milele.
Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Tuimbie mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri ya walioalikwa kwenye karamu ya Bwana.
who founded your church, that we may know you. You taught the disciples and sent them the Holy Spirit, that we may continue to teach them the mysteries of your church. We pray that the same Holy Spirit may enlighten our minds to also see the beauty of your church and come to embrace it. Lord, you instituted the sacraments to heal all aspects of our lives in your church. Help us to understand that the sacraments are those outward signs of inward grace instituted by you, through which we receive graces in our souls. Through baptism, may we come to know that you wash away our original sins. Through the Eucharist, that you receive our body and blood. Through confirmation, that we become true soldiers of your church. Through penance, that you reconcile us to yourself. Through anointing of the sick, that you heal our bodily infirmities and strengthen our souls. Holy Orders, that you choose from amongst us those who serve at your altar. And through matrimony, that you bless our marital unions and sanctify our homes. Help us to remember that we are always in communion with the angels, the saints, our Blessed Mother, and all our departed brothers and sisters. Lord, may these teachings of your church and our reception of the sacraments increase our faith in you, bring healing to our souls, multiply our number, bring peace and unity to our community, give us the zeal for our parish activities, strengthen our juniors and zones, give us the strength to serve one another, and make us to always say, I am proud to be a Catholic, and truly I love my faith, through Christ our Lord. Amen. Holy Spirit, pray for us. Holy Spirit, que informa, nakonga, dole, asiste, personato, kama ilivyo kujalia, mafuko haya ya mbinguni, tupitishe kwenye uzima, tuondoe katika maisha ya zamani na kuweka katika maisha mapya. Naomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Twendeni na amani.